assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will give you. Tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amin, amin nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. That is John 16:23. Ni Yohana 16:23. These are the words of Jesus himself. Ni maneno ya Yesu mwenyewe. And he is saying, na anasema hivi, assuredly, most assuredly I say to you. Amin, amin nawaambia. Praise the name of the Lord. So Jesus is giving us an assurance. Yesu anatupa hakikisho. Assuredly means that he is assuring us. Hakikisho ni kwamba anatuhakikishia. And this is Jesus. Huyu ni Yesu mwenyewe. He is assuring us. Yeye anatuhakikishia. And he is telling us, na anatuambia kwamba most assuredly, amini, amini nawaambia. most assuredly, amini, amini nawaambia. I say to you, ninawaambieni, whatever you ask the Father, mtakalo niomba kwa Baba yangu in my name, kwa jina langu, he will give you. atawapa ninyi. Praise the name of the Lord. Na Yesu asifiwe. Whatever you ask, chochote mtakachokiomba, he is going to give. Yeye atakuja kukupa. So that is the reason why we should pray. Hiyo ndio sababu kwa nini tuombe. Why should we pray? Kwa nini tuombe? We should pray because Jesus listened unto us. Tutaomba kwa sababu Yesu yuatusikiza. Praise the name of the Lord. Na Yesu asifiwe. He is able to listen unto our prayer. Ana uwezo wa kusikiza maombi yetu. You don't just pray, wewe hauombi tu, but Jesus listens. lakini Yesu yuasikiza. Now if you read in the book of Hebrews, ukisoma katika kitabu cha Waebrania, Hebrews chapter 4, Waebrania 4 and verse 16, aya ya 16, the writer of the Hebrews is saying, mwandishi wa maandiko ya Waebrania anasema, let us therefore come wacha na tuhesabu boldly na kwa nguvu na kwa uwezo to the throne of grace, kwa taji la neema, that we may obtain mercy, ili tuweze kuwa na rehema, and find grace, na tupate neema, to help us in the time of need. ya kutusaidia wakati wa haja zetu. Let us therefore, basi na tukubalie, come boldly. Kiti cha neema. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. In other words, kwa maneno mengine, there is the throne. kuna kiti cha And this neema. throne of Jesus, Kiti hichi cha Yesu, it is the throne of grace. ni kiti cha neema. And you know grace is unmerited favor. Unajua kwamba neema ni ambayo You hatujafanya. want to work for grace. Haujafanya kazi kwa ajili ya Praise the neema. name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And through prayer, Na kupitia uombezi, the Bible is saying, maandiko yanasema, let us approach this throne, na tukaribie kiti hichi, and let us not go fearing. na tusiende kama tunaogopa. We should go boldly. Tuende kwa We ujasiri. come to the throne of God, Tunakuja kwa kiti cha Mungu, and we come there boldly. na tunakuja kwa njia ya ujasiri. Why should we come there boldly? Kwa nini tuje kwa We ujasiri? come there boldly Tunakuja kwa ujasiri because when we come to the throne of grace, kwa sababu tunapokuja kwa kiti cha neema, we will obtain mercy. tutapata rehema. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu There asifiwe. are things that we need to, there are things that we have done, Kuna mambo ambayo tumeweza kuyafanya, but God gives us mercy. lakini Mungu anatupa rehema. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says we shall obtain mercy, Maandiko yanasema tutapewa rehema, and we shall find grace. na tutapata neema. And this grace Na hii neema will help us ya kutusaidia in the time of need. wakati wa mahitaji. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu So asifiwe. when we come to the throne of grace, Tunapokuja kwa kiti cha we neema, come to the throne of grace through prayer. tunakuja kwa kiti cha neema kwa uombezi. That is why we should not worry, Hiyo ndio sababu tusiogope, because we are going to the throne of grace through prayer. kwa sababu tuenda kwa kiti cha neema kwa njia ya uombezi. Praise the name of the Jina la Lord. Bwana lisifiwe. This is the confidence that we have, Huu ni ujasiri tulionao, that our Jesus kwamba Yesu wetu is giving us an access anatupa njia to come to the throne, ya kuja kwa kiti cha the enzi, throne of heaven, kiti cha mbinguni, through the avenue of prayer. kupitia njia ya And uombezi. when we reach there, Wakati tutakapofika He pale, is assuring us yeye we yuatuhakikishia shall come out having mercy. tutakuwa tukitoka pale kwa neema, We shall come out having grace. tutakuwa tumejawa neema, And this grace, na hiyo neema it is going to help us itatusaidia in the time of need. kwa wakati wa mahitaji Now, do yetu. you have any need? Je, unahitaji lolote? Approach the throne of grace. Karibia kiti cha neema. Praise the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe. Approach the throne of grace. Karibia kiti cha And you neema, approach it with a lot of na boldness, ukikaribia ukiwa na ujasiri, because you are the son of the king. kwa sababu wewe ni mwana wa Our mfalme Father is the king. na Baba ni mfalme. So when we are approaching his throne, Unapokaribia kiti cha neema, we are not approaching it just by the way. It is not just by the way. hauikaribii tu ukipita, We are approaching our Father, unakaribia Baba, and
when we approach our Father, unapomkaribia baba, there is an assurance. kuna hakikisho. The time that we shall be coming out, Wakati ambapo utakapokuwa ukitoka, we shall be coming out full of mercy. tutatoka tukiwa tumejaa rehema. We shall be coming out full of grace. Tutakuwa tumejaa neema. Praise the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe. Now, concerning prayer also, Kuhusu uombezi pia, Jesus taught his disciples how to pray. Yesu anawafunza wanafunzi jinsi ya kuomba. And if you read in the book of Matthew chapter 6 and verse 9, Ukisoma kitabu cha Mathayo 6:9, that the disciples of Jesus wanted him to teach them how to pray. wanafunzi wa Yesu walipenda kufunzwa jinsi ya kuomba, And he taught them how to pray. na wakafundisha jinsi ya kuomba. And this prayer, Na maombi haya it is just a model, it is just an example of prayer. ni mfano wa maombi. It is not to be repeated 7 times Si kwamba irudiwe mara 7 or 21 times as some people will do. ama mara 21 kama wengine watakavyofanya. It is an example. Ni mfano. Jesus gave us an example Yesu alitupa mfano of how we need to pray. kwa njia gani tuweze And kuomba, he said, na akasema, pray then like this: ombeni kwa njia hii: Our Father in heaven, Baba yetu uliye mbinguni, hallowed be your name. jina lako litukuzwe, Your kingdom come. ufalme wako uje, Your will be done on earth mapenzi yako as yatimizwe it is in heaven. hapa duniani kama huko Give mbinguni. us this day our daily bread, Utupe leo riziki and yetu, forgive us our debts utusamehe deni as zetu we also have forgiven our kama debtors. sisi tunasamehevyo wadeni wetu. Praise the name of the Lord. Yesu asifiwe. And lead us not into temptation, Na usitie but majaribuni, deliver us from evil. lakini utuokoe kwa maovu. Jesus was giving an example. Yesu alikuwa anapeana mfano. As we approach this throne of grace, Tunapokaribia kiti hiki cha neema, number 1, jambo la kwanza, we address God as our heavenly Father. tunamwangalia Baba kama baba yetu wa He mbinguni. is a Father, Yeye ni baba, but he stays in heaven. yeye ambaye ako mbinguni. There are other fathers. Kuna baba wa duniani, We have the heavenly Father. lakini kuna baba wetu wa And mbinguni. when we are addressing him, Na tunapomwenda when we are kumwongelesha, communicating to him, wakati ambapo tunapoongea naye, he is our Father. yeye ni baba yetu. Praise the name of the Bwana Lord. Yesu It asifiwe. is the responsibility of the Father Ni kazi ya baba to know how to feed his children. kujua jinsi ya kuwalisha watoto It is wake. the responsibility of the Father Ni kazi ya baba to feed his children, kuwalisha watoto wake, clothe his children, kuwapa wanafunzi watoto wake, to make sure that the children are going to school, kuhakikisha kwamba watoto wanaenda shuleni. in other words, to take care of his children. Kwa maneno mengine, kuwashughulikia watoto. So Jesus is teaching his disciples, Yesu anawafunza this wanafunzi, then is how you should pray. hivi ndivyo mwafaa This kuomba, is how you should address God. hivi ndivyo mwafaa kuongea na baba. He is our heavenly Father. Yeye ndiye baba wetu wa Praise the mbinguni. name of the Lord. Bwana Yesu So asifiwe. you address him. That is point number 1. Unaongea na baba, hivi Address jambo him. la kwanza. He is our heavenly Father. Ongea kama baba yetu wa mbinguni. Number 2, Jesus was teaching his disciples, Jambo la pili, Yesu alikuwa anafunza you wanafunzi, should respect his name. unafaa kuliheshimu jina He lake. is the King of Kings. Ye mfalme wa He wafalme, needs respect. anahitaji He heshima, needs honor. anahitaji He needs kutukuzwa, worship. anahitaji kuabudiwa. Praise the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe. Hallowed be your name. Jina lako na litukuzwe. That is honoring the name of Jesus. Hivyo ni kuliheshimu jina la Mungu. That is respecting the name of Jesus. Hiyo ni kuheshimu jina la Yesu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Number 3, Jambo la he tatu, was teaching them, alikuwa anawafunza, it is good to seek the will of God ni vizuri kutafuta mapenzi ya to Mungu be done in our lives. yakafanyike maishani mwetu. God has his own will. Mungu ako na mapenzi yake And that kwetu. is why I have said, Hivyo ndivyo nimesema, as we go in prayer tunapoenda kwa maombi and as we pray, na tunapoomba, prayer is a communication. maombi ni mawasiliano, It is a two-way process. ni jambo la watu wawili. You don't just speak, Wewe hauneni tu, but you also listen. lakini pia wasikiza. Now there is the will of God, Kuna mapenzi ya Mungu, and that will of na God hayo mapenzi ya Mungu that is in heaven, ambayo yako it mbinguni should be done in our lives. yafaa kufanyika maishani There is mwetu. the will of God Kuna mapenzi ya Mungu concerning your ministry. kuhusu huduma yako. There is the will of God Kuna mapenzi ya Mungu concerning your family. kuhusu familia yako. There is the will of Kuna God mapenzi ya Mungu concerning your business. kuhusu biashara There yako. is the will of God Kuna mapenzi ya Mungu concerning your children. kuhusu watoto wako. There is the will of Kuna God mapenzi ya Mungu concerning his church. kuhusu kanisa There is lake. the will of God Kuna mapenzi ya Mungu concerning the nation. kuhusu taifa. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And that is why Hiyo ndiyo sababu Jesus was teaching his Yesu disciples, alikuwa akiwafunza wanafunzi, this is how you should pray. hii ndivyo wanafaa You kuomba. should seek the will of God Unafaa kutafuta mapenzi ya to Mungu be
done. yakafanyike, Your will be done. mapenzi yako yatimizwe. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Point number 4. Jambo la 4, It is now Jesus is giving us an access Mungu anatupa njia that we may speak for that we may ask for our daily need. kuomba kwamba kupata mkate wa kila siku. He is telling his disciples Anawaambia wanafunzi, that when you pray, unapoomba you should ask the Father in heaven uulize Baba wa to mbinguni give you your daily bread. akupe riziki yako. The daily bread is the daily need. Riziki yako ni mahitaji ya kila siku. Do you need to eat? Wahitaji kula, That is your daily need. hayo ni mapenzi ya Do kila you need to siku. clothe? Wahitaji kukua, That is your daily need. hayo ni mahitaji ya Do you kila need siku. shelter? Unahitaji nyumba, That is your need. hiyo ni hitaji lako. And Jesus taught his disciples, Yesu akwambia wanafunzi, as you pray, unapoomba you tell God unapomwambia Mungu to provide for your daily bread. kujalia riziki yako kila siku. Praise the name of the Bwana Yesu Lord. asifiwe. Number 5, Jambo la 5, he was teaching his disciples aliwafunza wanafunzi that they may ask for forgiveness. wakaulize msamaha, Because in this world, kwa sababu duniani when humu we are living the Christian life, tunapoishi maisha ya there are Ukristo, sometimes that we offend. wakati mwingine twakosea, Praise the name of Bwana Yesu Jesus. asifiwe. But there is an access. lakini pia kuna njia, There is an avenue. kuna njia, The avenue of prayer. barabara ya uombezi We can ask for forgiveness. ambayo tunahitaji kuomba And msamaha, he is going to forgive na us ataenda kutusamehe because he is faithful. sababu yeye ni mwaminifu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Point number 6 Jambo hilo lingine la that 6, Jesus was teaching his disciples Yesu alilowafunza is wanafunzi for the protection. ni kuhusu ulinzi, The protection from the evil one. ulinzi kwa yule mwovu. The evil is hovering, is moving around Yule mwovu yazunguka like a roaring lion. kama simba mlao, And he's looking for one to devour. amtazama yule atakayemla. Jesus taught his disciples, Lakini Yesu akawafunza wanafunzi, as you pray, unapoomba this is how you should pray, hivi ndivyo wafaa that you kuomba, may be delivered kwamba uweze kuokolewa from the evil one. kwa yule mwovu. Praise the name of Bwana Yesu Jesus. asifiwe. You need to speak to God. Tunahitaji kuongea na Mungu. Praise the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe. How do we need to talk to God? Wahitaji kuongea na Mungu kwa njia gani? Jesus needs adoration. Mungu anahitaji kutukuzwa. We need to express our worship to him Tunahitaji kutoa ibada zetu kwake in our prayer. kwa njia ya We need uombezi. to worship him and to express our worship. Tunahitaji kutoa ibada zetu. We need to express our love to him. Tuweze kutoa upendo wetu We need to kwake. express our devotion to him. Tutoe hali yetu ya kunyenyekea kwake. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So the prayer that we pray, Maombi tunayoyaomba it should start with adoration. yahitaji kuanza na You kumtukuza. don't just go and tell God your needs. Hufai kwenda kwa Mungu na kumwambia mahitaji He tu. needs to be adored. Wafaa kuanza kumtukuza. He needs to be worshipped. Unahitaji kumpa ibada. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. There are children, for example. Kuna watoto, nitoe mfano. You have your own children, Uko na watoto wako and they are the street children. na kuna watoto wa mtaa. Now, if you meet a street children Ukipatana na mtoto wa or mtaa a street child, ama mtoto tu yule mtaa and he beg you maybe for bread, na kuombe mkate or he beg you for 10 shillings, ama kuombe shilingi 10, it is very rare ni la ngumu sana for you to give him a note of 1,000 shillings. umbe shilingi 1000. You just look for the coins, Unamtafutia mashilingi or you look for money that with low denomination. ama uangalie pesa iliyoko chini kidogo. But if you are talking with your son, Lakini unapoongea na mtoto wako you can give him the 1,000 shillings, unaweza kumpa hata and 1000. you can send him to the shop. Unaweza mtuma hata dukani. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu Now, asifiwe. this is about the relationship. Hii ni hali ya uhusiano. You are looking for the coins to give to the street children Unatafuta mashilingi ya kumpa mtoto wa mtaa because you have not been related well with them. kwa sababu hauna uhusiano ule mzuri But sana you na are yeye. related to your children. Lakini wewe una uhusiano wa mtoto wako. So our Father needs that relationship. Kwa hivyo baba yetu anahitaji ule uhusiano. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Before you go and beg for bread, Kabla uende uombe kwa mkate, you need to worship him. unahitaji kwanza You need to kumtukuza. honor his name. Unahitaji kuliheshimu jina You lake. need to adore him. Unahitaji kumtukuza. Praise the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe. And after that, you also need to confess. Na baada ya hao kwanza unafaa kukiri. When we are going before God, Unapoenda kwa Mungu, we need to make a confession before him. unahitaji kukiri mbele zake. Sometimes
Sometimes we are living in this world, wakati mwingine tunaishi katika ulimwengu and we huu, have our own weaknesses. na tuna hali ya udhaifu But wetu. if we confess our Lakini sin, tukikiri dhambi zetu, if we confess our offenses to him, tukikiri dhambi zetu kwake, he is just, he is going to forgive us. yeye ni mwenye haki. Praise the name of the Lord. Na Yesu asifiwe. There is also another issue of thanksgiving. Kuna jambo lingine la kushukuru. People will pray, Watu wataomba, but during the time of thanksgiving, lakini wakati wa kushukuru they forget. wanasahau. There is when you are in a need, Wakati uko kwa mahitaji, you can make a very big promise. unaweza fanya ahadi za juu Some sana. people even has said to God, Kama vile unavyosema na Mungu, because I have no job, kwa sababu sina kazi, if you give me the job, ukinipa kazi I ewe will give you Mungu, the first salary. nitakupa mshahara wangu wa You can kwanza. promise God anything when you are in need, Waweza kuahidi Mungu wakati uko kwa mahitaji, but God answers. lakini Mungu hujibu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And when God answers, Wakati Mungu anapojibu, it becomes very easy for us to forget. ni rahisi kwetu sana kusahau, But it is important lakini ni la muhimu to thank God kumheshimu for Mungu what he has done, kwa kile ambacho for his amekifanya, blessings upon our lives. kwa sababu ya baraka zake maishani mwetu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Now after that, also in prayer, Katika hali ya uombezi there is also the supplication. kuna hali ya kusali. So supplication is asking the needs on behalf of the others, Kusali ni kuomba kwa ajili ya wengine and also for our own needs. na pia kwa mahitaji yetu wenyewe. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu That is asifiwe. now when you tell God, Hapo ndio wakati unamwambia you Mungu, tell him your desires. unamwambia matamanio yako, Because we have started by saying, kwa sababu tumeanza na kusema do not be anxious about anything, usifadhaike kwa lolote, but by everything, kwa kila jambo by prayer. kwa maombi. Praise the name of the Lord. Yesu asifiwe. Now there are 7 types of prayer, Kuna maombi mara 7 and I have already mentioned some of them, na nimetaja kadha, and it is like I am summarizing. na sasa naenda kutamatiza. The first type of prayer, Ombi aina moja it is the prayer of intercession. ni maombi hali ya uombezi. Praise the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe. The prayer of intercession Hali ya uombezi is the prayer that is made for other people ni maombi yanayofanywa kwa niaba ya wengine, because of the needs of other people. kwa sababu ya mahitaji ya wengine. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu And you asifiwe. know the Bible says that Jesus is interceding for us. Unajua maandiko yanatujulisha kwamba Yesu yuatuombea. Jesus is carrying our burden. Yesu atubebea mizigo. Now an intercessor Mwombezi is somebody who carries other people's burdens. ni mtu anayebeba mizigo ya wengine. Praise the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe. Now the Bible says in the book of 1 Timothy chapter 2 verse 1, Maandiko yanasema katika Timotheo wa kwanza, I exhort you therefore that first of all supplication, prayers, intercession and giving of thanks be made for all men. Timotheo wa kwanza, 1 Peter chapter 2 verse 1. Petelo wa kwanza 1:2. Therefore I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So what we are saying, Kile ambacho tunaposema, the Bible is talking about intercession. maandiko yananena kuhusu uombezi. We need to pray for the needs of others. Tunahitaji kuomba kwa sababu ya We mahitaji ya pray for the wengine. kings. Tunahitaji kuomba kwa sababu ya We wafalme. pray for those who are in authority, Tunaomba kwa sababu ya walio katika mamlaka, so that we may be able to lead peace and quiet lives. ili tuweze kufanya maombezi haya kwa maisha. There is also prayer number 2, the prayer of supplication. Kuna maombi mengine ya kusali. The prayer of supplication, Maombi haya ya kusali this is where you let your request to be known by God. ni wakati ambapo unapofanya mahitaji yako yakajulikane na Mungu. And that is why the Bible is saying do not be anxious about anything. Na ndipo maandiko yanasema kwamba usifadhaike kwa lolote. And we have read Philippians chapter 4 and verse 6. Tumesoma Wafilipi 4:6. Do not be anxious about anything, Na usifadhaike kwa lolote, but in everything by prayer lakini kwa yote kwa maombi and supplication na kusali with thanksgiving, kwa kushukuru, and you let your request be known ukafanya to God. mahitaji yako yakajulikane na Mungu. Prayer number 3 Maombi jambo la 3 is the prayer of consecration and dedication. ni maombi ya kubarikiwa ama ya kubariki, Kujipeana. kujipeana. Praise the name of the Lord. Amen. There is a prayer that you can pray.
Kuna maombi ambayo unaweza kuyafanya. And you can dedicate your life to Jesus. Na unaweza jitoa maisha yako kwa Yesu. To serve him. Kumtumikia. If you read in the book of Joshua chapter 24 and verse 15. Ukisoma kitabu cha Yoshua 24:15. Joshua is saying. Yeshua anasema. But for me and my house, kwangu mimi na nyumba yangu, we will serve the Lord. Tutamtumikia Mungu. This is dedication. Hii ni kujitoa. This is commitment. Hii ni kujikubali, kujitupa. You can pray this type of prayer. Unaweza omba maombi ya aina hii. And you commit yourself. Na unaweza jitoa. You dedicate yourselves once again. Unajitoa wakati mwingine. To follow Jesus. Kumfuata Yesu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. There is a song that says, I pledge my allegiance to the Lord. Kuna wimbo ambao unaosema kwamba najitoa kwa maisha yangu kwa Yesu. Praise the name of Jesus. This is a very good type of prayer. Ni maombi aina nzuri you sana. You are dedicating yourself. Unajitoa wewe. And you are telling Jesus, na unamwambia Yesu, I am going to follow you. Mimi nitakufuata. I am going to serve you. Mimi nitakutumikia. It is the prayer of consecration and dedication. Ni maombi ya kujitoa. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. There is also another type of prayer that is prayer of adoration. Kuna maombi mengine ambayo ni ya kutukuza. Now when we are adoring God, wakati tunapomtukuza kumheshimu Mungu, we don't magnify our problems. Hatufanyi mahitaji yetu kuwa makuu. When you are worshiping God, unapomwabudu Mungu, your problems become very small. Shida yako inafanyika kuwa kidogo sana. Praise the name of Jesus. Jina la Bwana lisifiwe. Because you cannot compare your problems with our God. Kwa sababu hatuwezi kulinganisha shida zetu na Mungu. And that is why we need the prayer of adoration. Ndiposa tunahitaji maombi ya heshima kwa Mungu. When you adore God, unapomheshimu Mungu, when you adore him, unapomheshimu, you focus on God. Unamtazama Mungu pekee. You don't focus on what you are going through. Hautazami kile ambacho unachokipitia. But you focus on what God can do. Lakini watazama kile Mungu anaweza kukifanya. When you pray this type of prayer of adoration, unapoomba maombi haya ya kumwabudu Mungu, your faith is lifted. Imani yako inainuliwa. You continue to grow in faith. Unaendelea kukua kwa imani. Because God is able to do everything. Kwa sababu Mungu yuwaweza kufanya lolote. Praise the name of the Lord. Bwana lisifiwe. When you focus on God, unapomtazama Mungu, your problem becomes smaller. Shida zako zinafanyika kuwa ndogo. Do you know why sometimes you see your problem to be big? Unajua kwa nini uone shida zako zikiwa kubwa sana wakati mwingine? It is because you are focusing on your problem. Sababu wakati mwingine unatazama shida zako. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. There was a time that Jesus was walking on the water. Kuna wakati Yesu alitembea juu ya maji. And when he was walking on the water, alipokuwa akitembea juu ya maji, Peter saw him. Petero alimuona. And he told Jesus, akamwambia Yesu, if this is not the ghost that I'm seeing, kama hii sio mizimu ninaona, call me that I may also pass through the water. Niite nami nitapita juu ya maji. And Jesus told him, come. Yesu akamwambia njoo. Praise the name of the Lord. And Peter came out of the boat. Na Petero akatoka juu ya maji. He was walking on top of the water. Na akaweza kutembea juu ya maji. When he was walking on top of the water, alipokuwa akitembea juu ya maji, he was focusing on Jesus. Yeye alikuwa yatazama Yesu. His eyes was focused on Jesus. Macho yake yalimtazama Yesu. But when he had moved a few steps, lakini alipotembea hatua kadha, he started to focus on the water. Akaanza kutazama maji. And when he started to focus on the water, alipokuwa akitazama maji, he started to sink. Akaanza kuingia chini ya maji. When you focus on your problem, unapotazama shida zako, it becomes very big. Inafanyika kuwa kubwa sana. But when you focus on Jesus, lakini ukimtazama Yesu, your problem becomes easy. Haja zako zinakuwa easy. It becomes smaller. Zinakuwa ndogo. Because our God is bigger than our problems. Sababu Mungu wetu ni mkuu kuliko shida zetu. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Prayer number 5. Ombi aina ya 5. I have already spoken about it. Nimeongea kuihusu. It is the prayer of thanksgiving. Ni maombi ya kushukuru. You pray as you thank God. Unaomba ukimshukuru Mungu. The Bible says in the book of Psalms 104. Maandiko yanasema katika Psalm 100 verse 4. Maandiko yanasema katika kitabu cha Zaburi 100 aya 4. Enter into his gates. Ingia langoni la Bwana. With thanksgiving. Kwa shukrani. And into his courts, na katika hema zake, with the praise, kwa mahali ya kumsifu. Be thankful unto him, ukiwa kwa mshukuru yeye, and bless his name, na kulibariki jina lake. God loves it when we enter his praise. When we enter his gates. Mungu anapenda wakati tunapoingia malangoni yake, not by complaining, si kwa kulalamika, but by thanksgiving, lakini kwa kumshukuru. We thank God for what he has done. Tunamshukuru Bwana kwa kile amefanya. We thank God for the gift of life. Tunamshukuru Bwana kwa kipawa cha maisha. We thank God for the good health. Tunamshukuru kwa ajili ya afya nzuri. We thank God
for whatever he has Tunamshukuru done for Bwana kwa us. kile ambacho ametufanyia. When you thank God, Unapomshukuru Bwana, it prepares an avenue inaandaa barabara for the blessing of God to come on your way. kwa baraka za Bwana zikuje kwa The maisha yako. prayer of thanksgiving is very important. Maombi ya kushukuru ni ya muhimu sana. You remember the 10 lepers? Unakumbuka Wale walikuwa na ukoma. wale waliokuwa na ukoma? They were healed by Jesus. Waliponywa na Yesu. They were 10 of them. Walikuwa 10. But it is only one Lakini mmoja peke yake who went back aliweza to kurudi. say thank you. Alienda He kushukuru. went to tell Jesus, Alienda kumwambia Yesu, thank you because I was a leper. asante nilikuwa na upozi, But now I am healed. lakini sasa nimepona. And Jesus is wondering. La Yesu anashangaa And he is asking, na anamuuliza, you were 10 of you. mlikuwa 10 kati Where yenu, are the other 9? wengine 9 wameenda wapi? Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. The prayer of thanksgiving. Ombi la kushukuru It is an important prayer. ni ombi la muhimu sana. Praise the name of the Jina la Lord. Bwana And the lisifiwe. last prayer Na ombi la mwisho is the prayer of warfare. ni maombi ya hali ya vita. When we are in this world, Ukiwa katika ulimwenguni humu, we are fighting the battles of life. twapigana vita za maisha. Praise the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe. We are already in the battlefield. Sisi tuko katika uwanja wa And vita. that is why we need to sometimes Hiyo ndiyo sababu wakati mwingine to make the warfare prayer. tunahitaji kufanya maombi ya The vita. warfare prayer, Maombi ya vita it is the prayer of binding. ni maombi ya kufunga. Praise the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe. We bind the works of the devil. Tunafunga kazi za We bind shetani. the plans of the devil. Tunafunga mipango za shetani. Praise the name of the Bwana Lord. Yesu And asifiwe. we lose the blessings of Na God tunaachilia baraka za Mungu upon our lives. juu ya maisha yetu. Praise the name of Bwana Jesus. Yesu asifiwe. The prayer of warfare, Maombi ya vita it is a prayer of exercising our authority. ni maombi ya kufanya hali ya mamlaka yetu yaliyo Mungu aliyotupa. Remember we said Kumbuka that when tulisema Jesus was sending his disciples, wakati Yesu alikuwa akituma he wanafunzi wake, sent them with authority. aliwatuma kwa So amri. the prayer of warfare, Kwa hivyo maombi ya vita it is the prayer that we use the authority ni maombi ambayo tunatumia amri that we have been given by Jesus. ambayo tuliyopewa na Yesu. We lose and we bind. Tunafunga na kuachilia. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu We asifiwe. bind the kingdom of darkness Tunafunga ufalme wa giza. and we release the blessings of God Tunafungua baraka za Mungu upon our lives. juu ya maisha yetu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Bible says in the book of Matthew, Maandiko yanasema katika kitabu cha Mathayo chapter 18, verse 18 and 19. mlango wa 18 na 19. Verily I say unto you, Hakika nawaambia, whosoever ye shall bind chochote mtakachokifunga on earth shall be bound in heaven, huku duniani kitafungwa mbinguni, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. na mtakachokifungua huku duniani kitafunguliwa hata mbinguni. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Verily I say to you, Hakika nawaambieni, whatsoever ye shall bind on earth kile chochote mtakachokifunga duniani shall be bound in heaven, itafungwa hata and mbinguni, whatsoever ye shall loose on earth na yoyote mtakaofungua duniani shall be loosed in heaven. itakuwa yamefunguliwa mbinguni. This is the authority that we have been given Hii ni amri ambayo tumepewa by Jesus Christ. na Yesu mwenyewe. We can bind. Tunaweza kufunga. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. We can bind the powers of darkness. Tunaweza kufunga vita giza za ufalme. We can bind the works of the enemy, Tunaweza kufunga kazi za adui, and we can lose the blessings of na God. tunaweza achilia baraka za We Mungu. can release the blessings of God upon our lives. Tunaweza achilia baraka za Mungu juu ya And maisha yetu. whatever we bind on earth, Na chochote tutakachokifunga it is duniani going to be bound in heaven. itaweza kufungwa hata mbinguni. Whatever we lose on earth, Kile chochote mtakachokifunga it is going duniani to be loosed in heaven. itaweza kufunguliwa hata mbinguni. Praise the name of the Lord. Yesu So asifiwe. as we continue to speak to God, Tunapoendelea kuongea na Mungu, these are the types of prayer that we need to pray. hizi ni aina za maombi tunahitaji kuomba Praise the nazo. name of the Lord. Jina la I Bwana want us to lisifiwe. stand on our feet, Napenda tusimame kwa miguu even zetu. as you tell Jesus this morning Tunapomuuliza Mungu asubuhi ya leo that He may enable you to pray. atusaidie kuomba. We have started by saying, Tumeanza na do kusema not be anxious.